Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu sana katika jina kuu la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi cha Saa ya Faraja katika Kristo. Tunakuletea ujumbe wa neno la Mungu utakaoangazia maisha yako, ushauri pamoja na maombi. Na leo tuna somo fupi sana linalohusu ponywa majeraha ya ndani. Ponywa majeraha ya ndani. Na ukisoma kwenye kile kitabu cha Methali sura ya 27 mstari wa 6 mpaka wa 10 ni kichwa cha somo ambacho kinatuongoza. Neno linalotuongoza ni Methali 27 mstari wa 6 mpaka wa 14. Anasema jeraha utiwazo na rafiki ni ya kweli, bali busu la adui ni udanganyifu. Kwa hiyo kuna mtu anaweza kuumizwa moyo na katika kuumizwa huko akaachwa na jeraha moyoni mwake. Kwa hiyo jeraha linatokana na kuumizwa. Mtu akishaumizwa ndio anabakia na jeraha ndani ya moyo wake. Kwa hiyo anavyosema utiwazo na rafiki, manake hili ni jeraha linalosababishwa na mtu wa karibu sana na wewe. Mtu anaweza akaumizwa kwa njia nyingi na akachiwa jeraha, na kazi kubwa ya Yesu aliyokuja kuifanya ni kuganga waliovunjika moyo. Kuvunjika ni kuumia. Katika lile neno la Isaya sura ya 61 ameeleza pale kwamba Roho wa Bwana Mungu yu juu yangu, amenipaka mafuta kuwahubiri wanyenyekevu habari njema, kuwafungua waliofungwa, kuwaganga roho waliovunjika. Sasa kuganga ni neno la kitabibu. Ndio maana ukienda hospitalini kuna chumba kinaitwa chumba cha mganga mkuu. Kuganga ni neno la kitabibu. Kwa hiyo Yesu anaganga majeraha yote ya ndani na anayaondoa yaliyotokana na wewe. Sasa hebu tuangalie mambo mafupi ambayo huwa yanaumiza mtu na yanamwachia majeraha. Kwanza, anaweza akaumizwa kwa maneno, kwa njia ya maneno. Maneno yana uwezo wa kumuumiza mtu. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Methali sura ya 15 mstari wa 4 mpaka wa 6 inasema, ulimi safi ni mti wa uzima, bali ukorofi wa ulimi huvunja moyo. Sasa na kule kwenye Isaya 61 anasema kufanya kuganga waliovunjika moyo, na huko anasema ukorofi wa ulimi huvunja moyo. Kwa hiyo ulimi uliobeba roho ya ukorofi ndani yake huwa unavunja moyo wa mtu na unavunjika kabisa. Na ukishavunjika unabaki sasa ukiwa na jeraha. Kwa maneno yanaweza kubeba sumu. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Yakobo sura ya 3 mstari wa 8 mpaka 11 anasema, nao ulimi ni kiungo kidogo, lakini hakuna awezaye kufuga, umebeba sumu. Kwa hiyo kumbe kwenye maneno pia yanayotoka kwenye kinywa cha mtu una sumu. Una sumu ya maneno. Maana unaposikia mtu kama rafiki yako anakuambia kwamba huyu ameshalishwa sumu. Sasa wewe unafikiri ni poison, unafikiri ni sumu ya mwili. Ile ni sumu ya maneno. Mtu ameingizwa sumu ya maneno. Ndio maana unaona amebadilika, zungumzi na wewe tena vizuri. Kuna sumu ameshailishwa. Lakini maneno yanaweza kubeba mauti. Elewa, maneno yana uwezo wa kubeba roho. Maneno yoyote yana uwezo wa kubeba roho. Kwa hiyo kwenye maneno kuna roho imebebwa. Hayo maneno yamebeba roho. Kwa mfano, unaweza ukasemewa maneno yakakujeruhi, yakakuumiza, yakakuachia jeraha, lakini lile jeraha likakusumbua kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo maneno yanaweza yakabeba uchungu, yanaweza yakabeba sumu, yanaweza yakabeba mauti, yanaweza kuua, yanaweza kuuisha. Ukisoma kile kitabu cha Yohana sura ya 6 mstari wa 63 ameeleza
kwamba maneno haya nayo kuambia ni kweli tena ni uzima. Anasema roho ndio itiayo uzima, mwili haufai kitu. Kwa hiyo kama roho ndio inayotia uzima, roho basi ina uwezo wa kutia mauti, katika Yohana 6:63. Kwa hiyo sasa katika hilo neno ukilisoma utagundua sasa kuna watu wengi sana ambao wanatazama wameumizwa kwa njia ya maneno. Labda wamesikiziwa maneno ya uongo, labda wamestamkiwa maneno ya ukali, yakawaumiza, sasa yakawaacha na majeraha. Sasa kazi kubwa Yesu amekuja kufanya ni kuja kugusa moyo, kuganga, kuponya, kuganga, yani kutibu hapo kwenye majeraha ambao umeachiwa, labda kwa hayo maneno sasa uliotamkiwa yaliyokuwa yamebeba sumu. Kwa hiyo kuna sumu iko moyoni mwako. Kuna maneno umesingiziwa kitu ambacho hujakifanya na umeshaanza kukata tamaa, saa nyingine upate usingizi na waza yale maneno. Hayo maneno uliyosikia na uvuvio wa kuzimu. Na ndio maana unaona ulali unayawaza. Kwa hiyo maneno yamebeba sumu iletao mauti. Maneno yanatenga, maneno pia ni mtego. Kwa hiyo kuna mwingine amekutana na maneno ya mtego yakamtega moyo wake. Ulidanganywa na mchana, nakupenda sana, nitakuoa. Sasa amekuacha, si ndio? Sasa baada ya kukuacha haulali tena, unamuwaza. Yule hakuwa mke wako, alikuwa mwanamke tu. Sasa kwa hiyo maneno pia ni mtego. Ukisoma Methali 6 mstari ule wa 2, anasema basi umetegwa kwa maneno ya kinywa chako. Umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Kwa hiyo unaweza ukapewa maneno ya ahadi za uongo, halafu hizo ahadi zisipotimia yakakuumiza. Kwa hiyo sasa kuna watu wengine wameumizwa kwa sababu kuna maneno walitamkiana, labda jinsia ya kiume na ya kike, kwamba tutafikia malengo haya na malengo haya. Sasa tayari hayajaenda tena, kukatokea mambo ya usaliti, na katika ule usaliti tayari sasa umekuumiza, umeshakuletea jeraha ndani. Hilo jeraha lazima upate saada, Mungu aweze kukuponya. Sasa kwa vijana lazima tuweke vizuri. Kwa vijana ni lazima tuweke vizuri kwamba vijana wengi wameumizwa. Vijana wengi wameumizwa kwenye eneo la mahusiano. Mapenzi yanaumiza sana. Vijana msiingie kwenye mapenzi kama hamjaandaliwa, mtakufa vibaya sana. Omba Mungu na usome kitabu cha Wimbo Ulio Bora sura ya 3. Inasema, nawasihi enyi binti za Yerusalemu kwa paa na kwa ayala wa porini, msiyachochee mapenzi mpaka yatakapoona wakati wake yenyewe. Kuna watu wamejiingiza kwenye mahusiano bila kuandaliwa, na matokeo yake wengine wanaumwa sasa hivi na wengine hata wamejiua kwa sumu, kwa sababu wamekutana na usaliti wa kutisha. Na ujue moyo ukishampenda mtu kutoka hapo ni ngumu. Ndio unaona hao ukatili unaotendeka. Wimbo Ulio Bora sura ya 8 mstari ule wa 6. Anasema, kwa maana upendo una nguvu kama mauti. Ukishampenda mtu, yani hicho kitendo yani kina nguvu kama mauti. Unavyoona mtu kwenye gereza amekufa, ndivyo huo upendo ulivyo. Sasa anapokuja kukutenda kitu kikubwa cha kukusaliti, cha kukuacha, kama usipopata watumishi wa Mungu sahihi wakakushauri vizuri, huenda usiye ukaoa tena kabisa kwenye maisha kama wewe kijana. Kwa sababu utaona wanawake wote ni mashetani au ni wabaya, au wanaume wote unaweza ukaona ni washetani wale waliokuumiza. Kumbe sio hivyo. Wewe umekutana na jeraha kwenye eneo la mahusiano, ni lazima sasa upate watu wa kukusaidia kwenye eneo la mahusiano, na utapokea uponyaji. Sasa kama umewahi kuachwa au kama umewahi kuachika, usikubali kukaa na jeraha hilo bila kulisema, kwa sababu kuna watu wanapokea uponyaji kwa kusema vitu vyao. Unaposema moyo unacheua, ili upate mtu wa kukushauri na kukuelekeza, lakini kukuombea lile jeraha. Kuna watu wengi wameahidiwa sana mambo lakini wakakuta ile mambo hayaendi hivi. Kibaya zaidi, kuna vijana wanaekeza kwenye uchumba na sio kwenye ndoa. Unakuta mtu wewe ni mchumba wako, lakini kila kitu umemnunulia mpaka chandani, na wengine wanawasomesha. Sasa majeraha yanatofautiana. Huyu akiachwa anaweza akajiua kwa sababu pia amepoteza muda, amepoteza fedha, amepoteza mali zake nyingi.
Wengine mpaka unakuta wamenunuliana mpaka vyombo vya moto. Sasa kumbe mwenzako wewe unapalilia miti ya watu tu, mtu alikuwa na mtu wake, mtu na mtuwe. Sasa limekukuta hilo, uthubutu kusema chakula hauwezi kula. Ukiambiwa kwa nini huli chakula unasema sijielewi. Kumbe umeumizwa na tayari una jeraha. Ni lazima useme sasa tuweze kukusaidia. Biblia inasema katika neno hili, nitaenenda polepole kwa sababu mimi ni mtu mwenye uchungu. Yawezekana hilo jambo lililokutokea kwenye maisha yako limekuingizia uchungu. Ndio maana sasa hutaki kuona tena hilo jambo. Kwa hiyo ndio maana unaona wazazi wengi hata sasa hivi wanapata shida, kwa nini mtoto wangu haoi? Kwa nini mtoto wangu haoi? Hakujapatikana watu wa kuwasaidia wale vijana walioumia kwenye eneo la mahusiano. Ndio maana hawezi kwenda kujiingiza kwenye moto. Alishaingia mahali kwa makosa kwenye moto. Sasa ule moto umemwachia kidonda, na hicho kidonda ni cha ndani na hajapokea uponyaji. Sasa yeye ataoaje? Na anaogopa kwamba nikimchukua huyu atanifanyia tena hivi. Kwa hiyo kuna vijana wengine pia wamekutana na maumivu kwa sababu pia kuna kizazi ambacho kiko sasa hivi ambacho ni cha kikatili. Cha jinsia ya kiume, cha jinsia ya kike. Unakuta wewe unamwacha kijana, unachukua mali zake, vitu vyake vyote ndani unamtegea. Sasa huyu kijana unakuta yeye anajiokoteza ili aje apate tena vitu vingine, unachukua mpaka kitanda chake na ukaondoka. Kijana unakuta na yeye akikasirika, kama mnaachana na yeye anachukua vitu vyake hivyo, kama amekupangishia na vichukua na kufukuza kama labda takataka fulani. Sasa majeraha hayo ni makubwa, inatakiwa yani watu wapate muda wa kujielezea. Kwa hiyo hata ukisikia hiki kipindi, unatakiwa yani tafuta mtu ambaye unampenda sana, muelezee. Uwezi kuomba mwenyewe ukiwa umeumia. Muelezee, yule mtu anaweza akakushauri. Tafuta mtu muelezee, anaweza kukushauri. Lakini anaweza kuomba na wewe. Biblia inasema ombeaneni ninyi kwa ninyi, utapokea uponyaji. Lakini ufanye nini ili upokee uponyaji katika jeraha ulilonalo? Cha kwanza, samehe na usahau yaliyotokea kwenye maisha yako. Na ukubali kwanza kufuta huo ukurasa na kuanza ukurasa mpya. Na kusamehe sio rahisi, hata mimi nayehubiri hapa nataka nikuhakikishie tu sio rahisi. Kusamehe ni ngumu sana kwa sababu kila saa shetani atakukumbusha lile tukio. Lakini ukiamua kabisa kumvaa Kristo na kuondoa hicho kitu moyoni, utakuwa na amani. Marko sura ya 11:24, samehe kabisa na kuachilia. Na ukitaka kujua umesamehe utapata amani. Kama hujapata amani, endelea kusema nimesamehe mpaka upate amani. Yaani msamaha ndio dawa ya kwanza kabisa ya jeraha. Lakini pia kitu kingine, kubaliana na kilichotokea kwenye maisha yako. Ukubali ukitoa moyoni. Yaani kama umeachika, kubali kwamba umeachika. Kama umeachwa, kubali kwamba umeachwa. Kubali huo kurasa, Mungu aufunge, ingia kwenye maombi, Mungu ataleta mtu mwingine. Lakini ili uweze kupata uponyaji, usizungumzie tukio hilo tena. Kama umelisamehe, usilizungumzie tena. Unavyolizungumzia unafukua hisia za maumivu kwenye maisha yako, zinaanza kurudia tena. Kwa hiyo unakuta unafukua mambo ambayo pia yanaleta maumivu, yanajirotate kwenye ufahamu wako. Ukisha samehe na kusahau, maanake hukumbuki tena wewe wala Mungu hakumbuki tena. Wasalonike wa kwanza sura ile ya 5 mstari wa 23 mpaka wa 28. Anasema Mungu awasafishe, awatakase kabisa roho zenu, nafsi zenu na miili yenu. Kwa hiyo unaona pale kuna kusafishwa roho na nafsi. Nafsi zinasafishwa, roho zinasafishwa, mwili unasafishwa. Kama unavyooga mwili, kubali na huko ndani uoge. Omba uoshwe kabisa na damu ya Yesu, iondoe kabisa kila chuki, kila uchungu, kila nini. Umwambie Mungu afanye jambo jipya. Jengine ambalo ni la mwisho nataka kuambia wote wenye majeraha na waliokutana na maumivu, Yesu anaweza kukupatia maisha mengine mapya. Yote yaliyotokea yameshatokea. Yaruhusu mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako. Samehe na uinuke na uanze tena. Hata kama umepoteza fedha, umepoteza kila kitu. Ayubu alipoteza kila kitu, lakini kuna maisha yalikuja mazuri ya mwishoni. Mwisho wa Ayubu ulikuwa mzuri kuliko ule wa kwanza. Kwa hiyo kama wewe ni kijana umeachwa, usigive up. Wewe mwambie tu Mungu, Mungu yupo, atafanya kitu kingine kipya. Lakini pia wale wengine ambao wameumizwa na wanasema hawataoa tena, maana yake hayo maneno uliyosema ni roho tayari yamekufunga. Ni lazima tuyafute hayo maneno, alafu sasa tutamke maneno mengine, kwa sababu maneno yanaua na maneno yanauisha. Kwa hiyo kama umekutana na maumivu na uchungu, ukakuta umezungumza maneno katika hali ya uchungu kwamba mimi sitaka nioe, wanawake labda hawafai au wanaume hawafai,
katika hayo majeraha hayo makubwa hayo, usiogope kutafuta mtumishi, umwambie nimekata tamaa au nimefikia mahali pa hivi, ili akuongoze maombi. Sasa ukikaa bila kusema, maanake utakuwa na uchungu moyoni, na uchungu mwishoni unabeba nini? Mauti. Kwa hiyo ndio maana unashangaa mtu mwingine anafikia mahali anasema bora nitupe barabarani nigongwe na gari.